Fikiria maneno kama wacha tuheshimiane, tuheshimu wananchi. Kuna mambo mengine tunaambia wananchi kwa heshima kubwa kwa hao viongozi, tuheshimu wananchi jameni. Okay. Asante mheshimiwa. Tuongee mambo ya elimu kwa sababu ulihudumu kama waziri wa elimu na umesifiwa sana kwa mageuzi mengi ambayo umeleta. Unaionaje hali ya elimu kwa sasa, kwa sababu kumekuwa na kilio kikubwa sana cha wazazi? Wiki iliyopita sijui kama mambo yamebadilika, tulisikia 400,000 ya wanafunzi wako wamerejea shuleni au wa grade 10. Najua yale mambo ambayo yanafanyika na nitaeleza polepole kwa hili swali, kwa sababu ni swali liko na uzito sana, sio kwa maisha ya jamii katika nchi yetu, lakini katika maendeleo yetu kama taifa. Yale ambayo yanafanyika katika sekta ya elimu Kenya hii, ni kielelezo chema cha vile serikali hii inafanya kazi. Na ukiangalia yale ambayo yanafanyika katika sekta ya elimu, unayaona katika kila sekta ya nchi yetu ya Kenya. Viongozi wetu wa serikali badala ya kutumia wakati wao mwingi kupanga mambo maendeleo na maisha ya wananchi wetu, wakati wao mwingi unatumika kwa mambo zingine ya kuchekesha tu, yani eti ni kutumia pesa kununua watu na mabasi kuwapeleka mikutano, vitu kama hayo, ndio pesa inaenda. Kwa hivyo basi nieleze hili jambo. Kwanza, makosa mingi imefanyika. Watoto wakafanya mtihani, mtihani ukachelewa kidogo, wakati wa chagua kwenda katika grade 10. Unaweza kuona sehemu nyingi, nizungumzie hata sehemu ya Mlima Kenya, watoto wengi katika sehemu hiyo nimeona, na hata mabarua nimeona, ukiangalia takwimu za huko, wamechaguliwa katika category 4. Wengi. Na tena hiyo imefanywa kwa njia ambayo inashangaza. Mtoto anatolewa ako Kirinyaga, amechaguliwa, amekuwa placed shule iko Laikipia kama kwa mfano. Mambo kama hayo. Sasa inabidi wazazi waanze kung'ang'ana kufanya kusahihisha, kutafuta shule ambayo iko karibu na mambo kama hayo. Kwa hivyo kulikuwa na shida hiyo ya kuwaweka watoto katika shule zinazofaa na shule ambazo ziko karibu nao. Haya, uingie tena kwa hizo shule zote, capitation haijaingia. Kama quarter 1 and 2 ya capitation haikutolewa, walimu wakawa na madeni karibu 53 billion ama 54 billion hapo. Hata ukitoa capitation, walimu wakawa na madeni ya karibu 47 billion, ukitoa capitation, ukitoa hapa 53 and so on, walimu wanaenda kulipa madeni ya quarter 1 na quarter 2. Kwa hivyo quarter 3 hujatoa pesa ya capitation, walimu bado wako na madeni. Na sasa number 4, kwa sababu hakuna regulation. Unajua wizara ndio inapaswa kukaa chini na viongozi wa sekta ya elimu ifanye mpango. Nimeona mabarua ya shule. Mimi kwa sababu kama kila kiongozi, watu wanakuja, wengine kwangu nyumbani, wengine mnakutana nao, mkikutana kwa kanisa, kuna wazazi ambao wako na shida. Kwa hivyo unaona haya mabarua mengine ya grade 10. Shule ingine inauliza 47,000 ya uniform, ingine inauliza 52,000, ingine. Haya ni maneno ambayo yanapaswa kuzungumzwa na kupangwa. Kwa sababu sasa ukiwajia kila shule na kila kamati ya shule iamue, mwishowe mtu wa kuumia ni mzazi. Sababu unajua kila vile ilivyo wakati hakuna mpango na hakuna regulation. Mzazi ndiye anaumia. Ukienda hapa unaulizwa 47,000, ukienda pale unaulizwa 52,000 na mambo kama hayo. Ukijumuisha hii mambo yote, hii pesa zote, kwa mwaka moja ni zaidi ya shilingi 1,100. Na haya yote yanakuja wakati wazazi wetu wengi wako na shida. Wale ambao wanafanya kazi, payslip imekwisha, hakuna kitu huko, unalipa SHA, unalipa housing, unafanya nini, alafu sasa uambiwe utoe hizi pesa zote kwenda kwa shule. Ndio unaona sasa wakati viongozi wanaanza kusema
Tumewaambia machifu na manaibu wa machifu wahakikishe kwamba watoto wameenda shule. Kwanza kabla hatujafika hapo, tujiulize na tujibu hili swali, kwa nini watoto hawajaenda shule? Kwanza kuna hiyo confusion ya placement. Uje pili kuna maneno ya fees na capitation. Uje ya tatu kuna confusion hiyo ya ni kitu gani kinahitajika kwa shule, unahitaji kufanya nini. Haya yote yanaonyesha kitu moja. Kwa upande wa serikali hakukuwa na mpango kapambe wa kutosha mwanzo. Kwa sababu unajua haya maneno vile tulikuwa tunafanya wakati tulikuwa kwa hiyo wizara. Mimi kama ningekuwa kiongozi wa nchi hayo ni maneno ningemaliza mwezi wa Novemba. Kabla wazazi hawajaenda Christmas na mambo mengine. Na waziri mkae chini na waziri ya kuonyesha hii ndio inafanyika. Na waziri aanze kuhusisha kamati za wazazi na shule. Anatangaza pale mapema even kabla placement haijafanyika. Kila mzazi Kenya, kila kamati ya wazazi, kila mtu, viongozi wa dini ambao kwa sababu dini imeegeza sana kwa elimu, kila mtu anaelewa ni kitu gani kinafanyika. Sio eti ungojee sasa kwanza mtihani utoke. Pili placement ni shida kubwa. Tatu sasa taharuki imetokea, kila mtu anaenda mwingine north south, hakuna mtu anaelewa kitu gani inaelekea. Na unaona wazi kwa wakubwa wa serikali wao wenyewe, mmoja anatuambia wale wameenda shule ni 61%, mwingine anasema ni 71, mwingine anasema ni 91, na wote ni serikali moja. Unaona clearly kuna shida ya coordination kwa serikali, kwa sababu wakati ule tulikuwa tunakaa chini nikiwa katika wizara, even wakati nilikuwa nimetoka katika wizara ya elimu, nikiwa Ministry of Interior, kwa sababu coordination of national government pia ilikuwa responsibility yangu. Tunakaa chini, waziri wa elimu Profesa Magoha, mimi mwenyewe tunakaa pamoja, na tukitaka mambo ya takwimu za kwenda shule tunaita Minister of Planning. Kwa sababu yeye ndiye akona Kenya National Bureau of Statistics. Tunatafuta mbinu ya kujua hakika ni nani yako wapi na ni nani ameenda wapi. Kufikia Novemba tumepanga hii maneno yote imemalizika. Sasa sio eti zote tunashitukia, wakati mwingine unaona mawaziri wenyewe, watu wengine wakubwa wa serikali wanaulizwa maswali hawezi kujibu wewe vizuri. Kwa sababu hakuna mpango, hatujatilia maana hii kazi. Hiyo ndio sio priority yetu. Sasa mzazi na mtoto na mwalimu wote wameachwa kujitetea. Hiyo ndio shida tuko nayo katika sekta ya elimu. In total, mtu akikuuliza tu describe sekta ya elimu in Kenya in one word, chaotic. Ni shida, hakuna mtu anaweza kukuambia kitu ya kweli. Sasa angalia wale wamefanya KCSE, wale wamekuwa selected kwenda university, na TVET hapa katikati nini inafanyika. Mambo ya student loans msijui kama kuna mtu anaelewa ni kitu gani inafanyika. Kila nikienda niko nje nakutana na wananchi. Nilikuwa kwa mkutano wakati mwingine Kisumu, nakuta wanafunzi wa vyuo vikuu wengine wanakuambia mimi nimesimamisha, nimedifaa and so on. Nitarudi baadaye kwa sababu siwezi kulipa hiyo pesa. Wewe jiulize Katonye, tukiendelea namna hii miaka 3 ama 4 ingine, kutakuwa nini kwa nchi? Tukiendelea na hii shida unaona namna hii, confusion hii. Wasiwasi inaendelea namna hii. Ile kitu tu naendelea, ile kitu ya muhimu kwa hawa wenzetu, ndugu zetu viongozi wa serikali, kitu muhimu kwao ni baraza, kubeba watu, kuwalipa na kujipiga kifua. Hakuna wewe niambie, hizi pesa zote zinalipwa, watu wanalipwa huku, wanabebwa na mabasi. Kama hii pesa yote ingekuwa kwa ministry, tuna pesa ya kutosha Kenya. Hiyo ndio ninasema, tuna pesa ya kutosha Kenya. Wale tunauliza uongozi because tunakuzaisha haya. We want to fix this. Hizi pesa zinanunuliwa watu kila siku, wanapelekwa sijui wapi, State House, wapi Sakana kupewa pesa. Hii pesa yote tuiweke kwa Ministry of Education. Tulipie watoto wetu shule, ili capitation iingie mapema, watoto wapate huko. Shule kifunguliwa, pesa iko kwa shule. Na umesema pesa iko. I mean, sasa wewe jiulize, hii ya kulipa watu inatoka wapi? Mheshimiwa, wazazi especially wa grade 10 wanalia wanaongezewa pesa, lakini hizi ni pesa fiche, zinafichwa, development fees. Wakati wako hii shida haikuwa. Uliwezaje kudhibiti hili jambo? Kwa sababu number 1, na unajua Katonye, wakati huo watu walikuwa wananiuliza mbona ninaenda shule, na nilikuwa naambia watu uwezi kufanya kazi mahali wewe huelewi. Na mimi nina
naelewa kazi yangu, ninaenda kwa shule, ninakaa na wazazi pale, ninaenda hata kwa ofisi ya basa, namwambia anipee receipt book ile imebaki, ulilipisha. Education Act, sheria ya ile ndio anasimamia shule, anahitaji kujua. Yanasikitisha, na unikubalie niongee haya kwa ubana kidogo. Unawezaje kuwa uko na mke ako na mimba, unajua majaliwa ya Mwenyezi Mungu miezi 9 kutoka sasa tutabarikiwa, kutakuwa na mtoto. Wewe unakaa tu kiregarega huko, unangoja miezi 8 na nusu ndio unaanza kukimbia kuuliza watu, by the way, watu wakizaa wanaendanga wapi, and so on. Hivyo ndivyo serikali yetu inafanya saa hii. Mimi nashangaa ni kazi gani inafanyika katika wizara ya elimu mpaka ufike wakati huu wazazi wanateseka namna hii. Watu tuko wapi wakati huo? Wale tumepewa majukumu ya kufanya hii kazi tuko wapi? Na tena unajua hii si eti ni kitu ngumu kufanya. Sisi wakati tulikuwa kwa wizara, hiyo ndio kazi yangu. By January kama mtihani unaenda kufanywa mwezi wa Oktoba, tukifika February mimi nauliza ni watoto wangapi watafanya mtihani mwaka huu. Kwa hiyo grade 9 ni watoto wangapi? Ninajua naweza kukuambia ni watoto wangapi. Nafasi zile tuko za grade 10 ni ngapi? Tunahitaji kufanya nini kuhakikisha kwamba grade 10 ikifika tuko na vifaa vyote tunahitajika kuwa nazo? Na hao tunawaplace namna gani? By the time tukifika mwezi wa 7 saa ile budget imesomwa na imepangwa, mimi nimeanza kupanga pesa zangu na mambo yangu, kwa sababu wale wazazi wako pale nje, walimu na watoto wanategemea sisi kama viongozi wa sekta ya elimu kufanya haya maneno. Kwa hivyo ni kujibu directly, ni kujipanga, ni kuwa na information ya kutosha, ni kushughulikia kazi yako, kuamka asubuhi ushughulikie ile kazi umepewa ufanye. Na ukifanya hiyo kazi kwa uaminifu na uadilifu, hakutakuwa na shida yoyote. Hii ni kazi rahisi. Mimi ni kazi rahisi mpaka ninashangaa saa nyingine. Na ndio nasema Wakenya nipee hii kazi muone. Hakuna siku mtaamuka hata siku moja. Hakuna siku mtaamuka kuuliza eti watoto wamepeleka wapi. Saa hii sasa ndio watu tunakimbia hapa and down kuuliza vitabu ya grade 10. Tulikuwa wapi miaka iliyopita? Una maoni yapi kuhusu huu mjadala wa wanafunzi wasipelekwe shule bali na kwao, especially lakini kama day school unajua kama day school unajua ni mambo ya common sense. Kama day school unajua ni watoto wanaenda shule asubuhi na wanarudi. Na tulikuwa tumeanza mpango wa kuhakikisha kwamba idadi kubwa ya wanafunzi wetu wanaenda kwa day school. Kwa sababu boarding school ni nzuri ndio, lakini zingine zina changamoto nyingi. Na ndiposa tu wakati wa 100% transition Mheshimiwa Rais Kenyatta alizingatia eti tuweke pesa nyingi kusupport infrastructure development, tuwe na classrooms. Tukishirikiana na wajumbe wa bunge, kusema ukweli wajumbe wengi wa bunge kupitia kwa CTF wamefanya kazi nzuri sana ya kujenga madarasa katika secondary schools za nyumbani. Kwa hivyo tukishirikiana sisi wote tuwe na madarasa ya kutosha, tuwe na vifaa vya kutosha and so on. Mimi kwa maoni yangu tunahitaji kuongeza nafasi za shule, nafasi za vifaa vya shule na njia ya kufundisha na kuelimisha watoto wetu. Mahali hatujafanya tuendelee kufanya, sababu unajua mimi sijui nchi dunia hii kama wewe unajua. Katonya unaweza kuniambia, mimi sijui nchi dunia hii ambayo imemaliza kujenga shule, imemaliza kujenga kila kitu. Ukienda hata nchi kubwa, hata uende Marekani, uende Uingereza, bado hata saa hii watu wanazidi kupanua vifaa vya elimu, kwa sababu elimu inapanuka, tunaendelea kuzaa, idadi ya watu wetu inaendelea kuongezeka na kuna watu kutoka nchi zingine ambao wana nia ya kuja kujifunza ama kufanya masomo yao hapa. Kwa hivyo tusingatie kwamba tukae tukiendelea mbele kufanya haya, kwa sababu nikupee mfano moja. Wakati nilikuwa katika wizara ya elimu, ile shule ya wasichana ya Mama Ngina ya Mombasa town, yes. Siku moja nimeenda pale nikapata wazazi karibu 200 huko nje. Literally wanalia majosi hapo, kila mtu anataka kuingiza mtoto hapo na nafasi ni kidogo. Na hiyo shule imekuwa hapo day school tangu the 60s and so on. Sasa
tulikaa na mheshimiwa rais tukasema hatuwezi kuendelea namna hii, twende pale tutafute shamba pale Shanshu, tukate shamba kidogo kutoka Shimo la Tewa Boys High School na Prison Service. Hizi zote ni mashirika ya umma, tupate nafasi ya kutosha, tujenge shule kubwa kiwango ya Alliance Girls. Okay. Tuweke watoto. Sasa hiyo shule iko na wanafunzi zaidi ya 1000. Okay. Na tunaweza kuendelea namna hii, twende Garissa tufanye hivyo, twende Mandera tufanye hivyo, twende Wajir tufanye hivyo, twende Kwale, sababu in fact kutoka Mombasa tulikuwa tunaelekea Kwale, tulikuwa hata tumetenga ardhi Kwale. Waziri wa ardhi Mheshimiwa Farida Karoni tulikuwa tunaongea na yeye, tumetenga ardhi Kwale 100 acres ya kujenga tena shule nyingine kubwa pale kama Alliance High School, kuchukua watoto 1500 na zaidi. Tuendelee namna hiyo kupanua maendeleo ya nchi. Okay. Ni kuhakikisha kwamba tunaendelea mbele kila wakati, tunasonga mbele kila wakati, tusipoteze wakati kusumbuana sahi, bora tu tufanye the right thing sahi. Okay. Mheshimiwa, maafisa wa serikali kwa sasa wanasema wanatumia jina bungled. Mlifanya makosa kubwa wakati wa implementation. Uliacha hata CBC, siku hizi inaitwa CBE, ati kwamba maybe we were not ready as a country. No, unajua Waswahili walisema zamani wa jembe si mkulima. Unajua kama kazi inakushinda, kisingizio ni unaweza kutafuta kisingizio 1000. Tulikuwa na mpango kapambe wa kuimplement CBC. Unajua, na wakati mwingine nitalizungumzia hili kwa urefu sana. Mimi makosa niliona ya kwanza ni wakati wenzetu hawa waliingia kwa serikali, kabla ya hata kuelewa ni kitu gani kilikuwa kinaendelea, wakaanza na kamati. Yes. Unaanzaje kusahihisha kitu ambayo huelewi wewe mwenyewe? Wakaanza hivi, tunataka kusahihisha hii maneno, then wakaanza chaos siku hiyo. Na wamekuja na hiyo kasumba kusema makosa ilifanyika, na makosa yao wenyewe hawajui ni makosa gani ilifanyika. Unawezaje kurekebisha makosa ambao wewe hujui ni makosa gani? Okay. Shida ilianzia hapo. Na tena tukubaliane hivi Katonya. Hii si eti ni jambo ngumu sana kufanya, na mambo tuseme tu ukweli, na kila wakati vile nasema tuambiane tu ukweli. Hawa ndugu zetu na dada kwa serikali, wao badala ya kukaa chini wasungumze na watu waelewe, wapange maneno, siasa na survival ndio inachukua muda mwingi wao kuliko kufanya kazi. Kwa sababu hata wakati mwingine nimekuwa kwa mkutano Kiambu, nilisema mbona serikali haiti mkutano na washikadau wote? Uite viongozi wa walimu, uite unions, viongozi wa wazazi, viongozi wa dini, kwa sababu dini imewekeza sana kwa elimu, na wasomi ambao wanaelewa haya maneno. Tuwe na mjadala wa kureview hii maneno. Kama mimi ningekuwa rais wa nchi hii, kwa sababu this is a new curriculum, ningekuwa kila mwaka ninakuwa na the brief report na review kila mwaka. Tunaendelea namna gani, tuko na shida mahali, na mwambia waziri nataka uangazie hii, ukae hapa kama rubani wa ndege anakaa kwa cockpit, kwa sababu wewe ndio unatubeba, unabeba watoto wetu wote, wewe ndio rubani. Kila mwaka ukifika utafute wiki moja, ukae chini na washikadau wote, muelewane shida iko wapi, na tuanze kuanticipate mbele. Tukifika pale huenda kutakuwa na shida fulani. Okay. Tuone kama serikali vile tunaweza kujitayarisha, tuwe tayari sasa kushughulikia hilo jambo kabla alijafanya. Ilikuwa makosa kufutilia mtambo wa NEMIS, uliacha NEMIS, sasa kuna hiyo ndio makosa kubwa zaidi wamefanya, kwa sababu NEMIS tulianza na National Education Information Management System. Yes. Ni muradi tumefanya na World Bank, umechukua pesa mingi sana. Unaona hii shida, unaona saa hii ya placement ya watoto imetokana na hiyo shida. Na tuseme tu ukweli, it's not right to pass judgment, lakini you know we are not fools. You can see clearly the doing away with NEMIS haikuwa kitu eti NEMIS imeshinda kufanya kazi. Okay. Ni corruption tu, kujaribu kutafuta system nyingine ya kufanya tender nyingine watu wapate pesa. Kwa sababu even NEMIS had a problem hiyo ya tender. Mbona hatu kusema tukae chini tujue how do you even do away with a program you have not reviewed? Okay. Ujaangalia usema makosa ilikuwa wapi, na wakati tulianza NEMIS
Wakenya waelewe mpango wa NEMIS tulifanya kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi ambaye anaingia shule anapewa UPI namba kama ID card ya mwanafunzi, na unatumia hiyo namba tangu uingie standard 1 mpaka PhD ndio unatumia. Tukifanya transfers ya shule ya pesa ya shule, kama tunatuma pesa kwa primary school tunatuma tukitumia namba zile tuko nazo za wanafunzi. Secondary school the same. Tukienda placement ya TVET na placement ya university na placement ya KUPS wote hiyo ndizo namba tunatumia all the way. Kwa sababu hiyo inapunguza kufanya makosa. Sasa wakati nasikia watu wanasema tumetuma pesa kwa shule ambazo hasipo, I mean, you can understand why NEMIS was removed. Tukimalizia, wanasiasa wengine wanasema wangependa kufuta CBE ama labda do away with it. Unajua wale ambao wanasema hivyo ni wale wanafikiri mtindo wa elimu ndio uko na makosa. Gatonye, mimi nafikiri maisha yangu, kiwango kikubwa cha muda wangu wa kufanya kazi ni kuwa karibu na sekta za elimu and so on. Ukienda Amerika, mtindo wa elimu ni tofauti. Ukienda Finland, ukienda India, ukienda Australia, lakini wanafunzi kutoka Australia, India, Kenya, Uganda, Nigeria wanakutana University Cambridge. Wanasoma pale wote. Wanapata degree kutoka Cambridge. Mtindo wa elimu sio makosa. Makosa ni utekelezaji na management. Hata ukileta mtindo wowote wa elimu ni kuhakikishia ukweli hapa. Kama kuna uongozi duni, kuna kuzingatia siasa kuliko kufanya kazi, na kama kuna utekelezaji ofyo wa mtindo wowote wa elimu, result itakuwa hiyo. So badala ya watu kutumia muda mwingi kusema ni mtindo wa elimu, mtindo wa elimu sio shida. Shida ni utekelezaji. Asante. Haya, tutapungua kidogo mheshimiwa, tugutithio hanini ni tugucokereria tugathie kuraya na tugicoka ni gukorwo ngithoma imwe cia message iria utoikeire.